nikiamini ya kwamba yuko kulingana na vile Mungu amekusudia katika maisha yake. Leo nataka kuzungumzia kuhusu haki za muumini wa Mungu. Nimekuwa nikiongelea kwamba muumini wa Mungu ndio mtu ambaye Mungu amechagua ili akapate kumfuata yeye na kumwakilisha kwa kutimiza mapenzi ya Mungu kwa utukufu wa jina la Mungu. Na nikawa ninaongelea kuhusu ufalme wa Mungu na mamlaka yake. Katika ufalme wa Mungu kuna serikali ya Injili, kuna serikali ya mamlaka ya hii dunia, kuna serikali ya familia ambayo imewekwa katika hii dunia, na tena kuna serikali ambayo iko katika mpangilio ya maisha ya mwanadamu ambayo inaweza kuwa ni kazi ama katika shughuli yoyote ya maisha. Lakini leo nataka kuzungumzia kulingana na haki za mtu aliyeamini. Nikasema ya kwamba mtu huyu ndiye ambaye amepewa nafasi ya kwanza kuongoza vitu vyote ambavyo Mungu aliumba kwa utukufu wa Mungu. Na nikawa nimesema ya kwamba mtu huyu ako juu ya watawala wa dunia hii, ako juu ya kila kitu ambacho kiko katika hii dunia kulingana na Mungu vile aliumba hii dunia. Akamchagua kuwa yeye ndiye atakayeongoza hii dunia, Mungu mwenyewe akimtumia kwa utukufu wa jina lake. Lakini hii haki ya mtu aliyeamini ilikuja ikapokonywa, na nikapata ya kwamba serikali ya pili ya ufalme wa hii dunia ndiyo ikakuja ikachukua haki ya mtu aliyeamini. Na ukitaka kujua hata katika maandiko, wakati mtumishi wa Mungu Musa alipozaliwa akiwa mtoto mdogo, mfalme aliyekuwekwa akitawala hiyo wakati alikasirika, kwa sababu alijua kwamba huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Akatafuta mbinu za vile Musa anafaa kukufa. Unaona, huyo mtawala mwenye alikuweko, badala aridhike na ile nafasi yake ya pili, alianza kutafutana na Musa akapate kumwangamiza. Na tena ukiangalia wakati wa Elia wa ufalme wa Ahab, wanapata kwamba Ahabu na bibi yake wanatafuta Elia kumuua. Baada ya Elia kuua manabii wa Kora, wale wa uongo, wale manabii wa Ashera na manabii wa Baali, hilo jambo likaudhi bibi ya mfalme, na akaanza kutafuta vile anaweza kumwangamiza nabii Elia. Unaona, inamaanisha kwamba huyu ni mtu ametenda jambo la ukweli, lakini ufalme wa pili umekataa lile jambo ambalo huyu mtu ametenda, sasa linatafuta kumwangamiza. Haya ndio matendo ambayo tumeona hata katika dunia. Wakati mtu aliyeokoka anaposimama na kukosoa serikali za hii dunia, huyo mtu inaonekana kuwa ni kama anahatarisha maisha yake. Huyo mtu anaonekana kuwa ni kama ako kinyume na serikali, kwa sababu ameambia serikali ukweli. So ikapatia watu wengi uoga, hawezi kuhubiri kwa serikali, hawezi kuambia watawala wa hii dunia ukweli kwa sababu ya hofu ya kukufa. Lakini nataka niwaambie kwamba katika maandiko Mungu mwenyewe anasema ya kwamba waoga hawawezi wakaingia katika ufalme wa milele. Mungu mwenyewe ndiye anasema hivyo. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo unasikia kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu, watu vuguvugu, watu ambao wako na michezo hawawezi. Unasikia? So wakati wa Yesu pia alipokuja hapa duniani kimwili, wakati alizaliwa, mfalme aliyekuwa anatawala ambaye alikuwa ni Herode alikasirika sana walipomwambia kwamba kuna mtu ambaye amezaliwa, kwa sababu huyo mtu alikuwa
amepewa sifa zaidi kuliko mfalme, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anakuja kwa sababu ya kazi ya Injili. Serikali ya kwanza lazima ikaongoze serikali ya pili. Mfalme aliyokuweko ambaye alikuwa Herode alianza kukataa na akakuwa na hasira na uchungu na wivu, akatafuta mbinu ya kuua wanaume wote ili Yesu akapate kukufa pia kwa wale watu ambao watauawa kama wanaume, lakini akashindwa. Farao pia alishindwa. Ahab na bibi yake pia walishindwa. So nataka nikwambia kwamba hakuna mtu aliye juu ya Mungu, na usiwahi ogopa mtu asiwahi kuja kukutisha ya kwamba kuna serikali ambayo kwa hii dunia iko juu ya Mungu. Serikali ambayo iko juu ya Mungu haiko katika ile ulimwengu na haijawahi kuweko na haitawahi kuweko. Huo ndio ukweli. So haki za Mkristo zilikuja zikapokonywa. Unaona, ukiangalia wakati wa Musa vile nimekueleza, wakati wa Elia, hata wakati wa Yeremia, unapata kwamba hawa ni watumishi ambao wanashikwa, wanaingizwa katika jela, wanateswa na watawala wa hii dunia. Hata ukiangalia wakati wa mitume, wakina Petro wanashikwa, wakina Yohana wanashikwa, wakina Paulo wanashikwa na utawala wa dunia, mamlaka hii. Kwa sababu gani? Ya kuongea ukweli. So serikali ya kwanza ambayo nilikwambia kwamba Mungu alichagua ya watumishi wake, ambayo ilikuwa ndio inafaa kuwa kielekezo kwa serikali ya pili ya watawala wa hii dunia. So inaonekana kwamba serikali ya pili haikukubali ya kwamba kuna serikali ambayo iko juu yake. Hii serikali ya pili inataka ionekane kwamba ndio iko juu, hata mpaka juu ya serikali ya kwanza, na tena iko juu ya Mungu, ambayo haiwezekani. Unanipata? Ambayo ni ngumu sana. Sasa ikasemekana kwamba wakati Yesu amezaliwa siasa mingi zilitokea, lakini nataka nikuhakikishia kwamba hayo yote yaliyotendeka haikumzuia Mungu kutimiza matakwa yake hata moja. So kile ambacho nataka nikwambie ni kwamba haki za Mkristo lazima zitaheshimiwa. Mungu anapochagua hata mtu kuwa rais, hata anapomchagua kwa mfalme, hamchagui ya kwamba vile amechagua mtume kuwa juu yake, yule mtume atamdhalilisha, atamnyanyasa. Hata sisi ambao ni watumishi wa Mungu hatujapewa mamlaka ya kunyanyasa mtu, ama ya kutumia mamlaka ambayo tuliyopewa ya kwanza ya kutawala hii dunia. Vile Mungu alipendeza na sisi na akakubali ya kwamba ametuchagua sisi kama tuliokoka, tukahakikisha kwamba kila kitu kinachotendeka katika hii dunia kinaenda sawa sawa. Haimaanisha kwamba tutatumia ile mamlaka kutenda mambo maovu, kwa sababu hiyo ni mamlaka ambayo tumepewa na Mungu kama serikali ya kwanza. Unaona? So ile haki imekuja ikachakuliwa na watu katika hii dunia. Unanipata? Sasa watawala wa hii dunia wakataka kuchukua hiyo nafasi, na watu wakakubaliana nao. Hata siku ya leo watu wanaheshimu rais, watu wanaheshimu mfalme, watu wanaheshimu malikia, watu wanaheshimu mwanajeshi, askari, hata kuliko nabii na kuliko mchungaji. Ile heshima yenye watu wanapeana kwa serikali ya hii dunia ya utawala, chifu, governor, senator, watu watamheshimu hata kuliko mwalimu wa Injili, watamheshimu hata kuliko mtume, kuliko nabii. Na hivi ni vitu ambavyo tumeona katika dunia, na haistahili kuwa hivyo. Haimaanisha kwamba tusiheshimu marais, haimaanishi kwamba tusiheshimu yani hata wale ambao wanatuongoza, kama ni wafalme, kama ni polisi, haimaanishi hivyo. Lakini lazima tufuate taratibu za Mungu. Hilo ndio jambo ambalo mimi ninalishughulikia, ya kwamba haki za watu walioamini, hizo haki lazima zikafuatwe katika ile njia ambayo Mungu alikusudia. So haki hii ilikuja ikanyakuliwa. Ndio sababu unaona kwamba siku ya leo hata mfalme anaweza inuka, hata rais, mtawala yote wa dunia anaweza inuka na atukane kanisa, anaweza inuka na afanye kitu chochote kibovu kwa kanisa, lakini utasikia kila mtu ameogopa. Hakuna mtu ako tayari kuambia yule mfalme ukweli, kwa sababu watu wanaogopa kuwekwa kwa jela, watu wanaogopa kuteswa, mateso ya hii dunia. Unaona, sasa inabidi ya kwamba wakubaliane na upumbavu. Lakini hiyo nafasi na huo uongo umefika mwisho. Sasa tuko tayari kuelekeza dunia kwa ile njia ambayo inastahili, ili yale mambo ambayo Mungu anataka yatendeke, basi yatatendeka hivyo. Ukubali ukatae,
Nimekuambia kwamba waliojaribu kupingana na sauti ya Mungu, kuanzia kwa wafalme, kuanzia kwa malikia, kuanzia kwa hata wanajeshi na maaskari na magaidi na waganga na wachawi, hakuna hata mtu mmoja ambaye amewahi shinda Mungu hata kwa sekunde moja. Hakuna, na hata hawahi kuweko na hajawahi kuweko, vile nimekueleza. So haki ya mtawala wa Mungu ambaye ndiye mwinjilisti, mtume, nabii na mtu yoyote ambaye ameitwa na Mungu akapewa kipaji cha roho ili akaenda dunia mzima na kufundisha watu Mungu ni nani na kuambia watu wakajitenge na dhambi, huyo ndio mtu aliye katika serikali ya kwanza, amepewa haki na Mungu akamuita mwenyewe na akampatia hii kazi bure. So mahali shida imekuja kutokea, mamlaka ya pili haikukubali sehemu iliyopewa, so wakaanza kubishana na mamlaka ya kwanza, na hivyo imeonekana hata siku za leo. Nimekutolea mfano mingi katika Biblia, watu walitesa watumishi wa Mungu. Ukiangalia vile manabii waliteswa, angalia vile Yohana Mbatizaji alipokuja vile alisumbuliwa, angalia Yesu yeye mwenyewe na wanafunzi wake walipokuwa katika hii dunia vile waliteswa na utawala wa hii dunia, serikali ya pili. Mpaka leo utawala huo umekuwa hivyo. Siku hizo nasikia kwamba North Korea haufai kupeleka injili, sijui Afghanistan hauwezi enda ukahubiri habari za Yesu. Ni habari zilizokuwekwa hata tangu mwanzo, lakini injili iliendelea. Hakuna kitu kinaweza kusimamisha injili. So kile kitu ambacho nataka nizungumza hapa ya kwamba haki ya Mkristo aliyopewa ya kwanza ya kutawala wafalme wa hii dunia ni haki ya ukweli, na inafaa kuwa hivyo. Lakini changamoto ambayo tunapata kwamba wakati Mungu anakuita wewe ukuje utawale mfalme, vile nilisema hapo juzi, unapata kwamba wewe mfalme ambao unakuja kumtawala, mfalme anaangalia mtu ambaye Mungu ameongea ndani yake akuja anionye kuachana na hii na hii. Huyo mtu kama ni masomo, nimesoma kumuliko. Kama ni mali ya dunia, niko naye kumuliko. Kama ni mamlaka ya hii dunia, niko naye kumuliko. Kama ni sifa za hii dunia, niko nazo kuliko huyo mtu. Nikiangalia hata maisha yangu, afya yangu, vile mtu anaangalia vile anakula, vile anavaa, maisha yake yote anaona ako mbele ya mtumishi wa Mungu. So anaona ya kwamba huyo mtumishi aweze kumuongoza. Hiyo ndio changamoto tumepata katika injili. Kwa sababu watumishi wengi wa injili watu hawataki wawaongoze. Kwa sababu gani? Kuna vitu wanawaangalia. So unapoangalia kwamba masomo, huyu mtu umemshinda, kama ni mali umemshinda, afya umemshinda, chakula, mavazi, maisha yote, mamlaka hii dunia umemshinda. Sasa huyu ndio mtu ambaye anakuja kuambia Mungu anasema kwamba mambo ya kusupply condom katika nchi sio mzuri. Sasa unaanza kuona kwamba huyu mtu anaongea vibaya na anaanza kupingana na serikali. Sasa hiyo ndio kitu unaona. Sasa unaanza kukatana kusema tu huyu mtu ashikwe. Hiyo ndio njia ya kutaka injili ya ukweli sihubiriwe. Lakini sisi ambao tumeitwa na Mungu na tumekubali ya kwamba injili vile ilipowekwa ndani yetu tutaihubiri, tukijua kwamba serikali iko na tunaiheshimu, tukijua kwamba jela ziko, tukijua kwamba kuna kifo, tukijua kwamba kuna hatari zote zile, hata zile ambazo zingine hatujui, tunajua ziko, lakini ukweli hatutaupunguza kwa sababu ya kuogopa mtu yeyote, kwa sababu waoga hawataweza kuingia kwa ufalme wa Mungu. Hiyo ni kitu cha kwanza. So haki hizi zilizokuwa ni za watu walioamini zimekuja zikanyakuliwa na serikali ya pili, na serikali ya pili nasikia mzuri. Ndio unaona hata mtu ambao ni wa serikali ya pili akipita mahali nasikia vile anaheshimiwa, magari zake vile zinafunguliwa njia zipite. Hata ile mahali penye anaenda hana kitu yote ambaye anaenda kuokoa pale. Ule mtu hata aende kuhubiria watenda dhambi waokoke. Ule mtu haendi katika shughuli ya emergency ya kuleta ukombozi katika dunia. Lakini yeye ndiye amewekewa hiyo mamlaka. Amepatiwa hiyo haki. Haki ambayo sisi watumishi ndio tunafaa tukue nayo. Wakati tumeenda mahali kuhubiri injili, hata kama hatuko na visa, serikali inafaa hakikisha kwamba huyo mtu apewe visa. Tunapoitisha katika kurusedi katika kiwanja fulani, serikali inafaa kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho kinahitajika katika kile kiwanja kiko pale ili injili iendelee. Unasikia? Mtu yote ambaye ameitwa na Mungu anafaa kupewa nafasi ya kwanza kwa kazi ya Mungu. Na huyo mtu anafaa kuhakikisha kwamba walio katika serikali ya Mungu wamesimama na yeye, katika serikali ya pili wamesimama na yeye, katika familia, ani kila kitu katika dunia kinaungana na ule mtu kuhakikisha kwamba injili inafaa kusonga mbele, kwa sababu injili
ndio nambari ya kwanza na ndio kila kitu ambacho tunahitaji. Kila mwanadamu aliye katika injili anahitaji injili, na bila injili na kuhakikisha kwamba mambo yako itakuwa imeisha. So haki ile ilinyang'anywa. Hebu angalia vile watawali wa dunia hii wanapewa heshima. Angalia ulinzi wao, angalia katika mahali penye wako, mahali wanaishi, angalia vyakula, angalia zile allowances wamepewa. Hata wengine wanapewa hizo allowances, wengine wanaendelea kunywa pombe, wengine wanaendelea hata kufanya uzinzi nazo, wengine wanafanya hata usherati nazo, wengine hata wanafanya nazo mambo ya ufisadi. Kwa sababu gani? Hizi ni vitu ambazo zingepewa watumishi wa Mungu wakatumie kuhubiri injili. Mtu mmoja ako na gari 4, gari 5. Hakuna kitu cha maana chenye hizi gari zinafanya, lakini mtumishi wa Mungu hata hana gari. Mtumishi wa Mungu akienda mahali anaenda hata kufanya ukombozi, yeye ndiye anafaa apewe hata ulinzi. Hata yeye ndiye anafaa kuhakikisha kwamba amepewa emergency hata kuliko ile ambulance. Hata kama ni kwa barabara ifunguliwe, mtumishi apite, ujumbe wa Mungu ufike. Lakini unaona siku ya leo haki zetu zilichukuliwa, na mimi nimekuja hapa kuhakikisha kwamba haki za watu waliookoka zitarudishwa, na tayari zimerudishwa. Yesu akaambia mwanamke wa Msamaria kwamba wakati wa kuabudu katika roho umefika. Saa inakuja waabudu halisi, hawataabudu kwa mlima na hawataabudu katika Yerusalemu. Mwanamke akafikiri ile saa itachukua miaka 3, miaka 4. Akamwambia na wakati ni sasa. Sijui kama tunaelewana. So ile jambo ambalo nataka kusema ni kwamba haki za mtu aliyeokoka lazima zirejeshwe, na zimesharejeshwa. Na wewe mwenye umeokoka pia ukakubaliane na haki zako. Usikubali kunyanyaswa, kwa sababu watu wengi wameokoka wamenyanyaswa kwa sababu ya wokovu. Watu wanakufanyia tu mambo ya michezo kwa sababu umeokoka. Wanajua kwamba huwezi piga mtu, huwezi funga mtu kwa jela, huwezi tukana mtu. Hata haki ile kitu ambacho mtu amekutendea ni mbaya, lakini unaamua tu kumsamehe. Alafu watu badala waone hiyo, wanaingiza michezo ndani. Unaona? So mamlaka ya hii dunia, serikali ya pili, na waheshimu, na heshimu rais, na heshimu kila mtawala aliye katika hii dunia kulingana na vile Mungu amesema kwamba ni serikali ya pili na yeye ndiye ameichagua, na waheshimu. Lakini hamwezi kukuja kuchukua haki zetu na kutaka kutunyanyasa. Hiyo haiwezekani. Watumishi wa Mungu watapewa heshima. Siku hizi mtumishi wa Mungu anaamuka, anapoongea mtu yoyote wa serikali ya pili anaweza amuka na kumtukana tu vile anataka. Uliona wakati kulikuwa na wakati wa corona, serikali ilitoa sheria kwamba kila mtu akuwe na mask na akuwe na maji na akuwe sijui na nini, sabuni ya kujipaka. Hiyo vitu watu waliweza kuzingatia haraka. Lakini alikuwa ni pasa alisimama akatangaza hivyo, hata huyo pasa angepigwa mawe, hata huyo pasa angetukanwa, huyo pasa angelaaniwa. Lakini wakati rais alizungumza hilo jambo, ule waziri wa afya aliposimama na kuzungumza ile jambo, hakuna mtu alikuwa anapingana ile maneno. Kila mtu alitii. Waliposema kwamba ni wakati wa curfew saa 12 kupata kwa nyumba, kila mtu alitii. Lakini siku hizi mtumishi wa Mungu anasimama, anaelekeza watu katika njia ambayo inastahili, lakini watu wanadharau ile sauti ya Mungu. Hata watu wanataka kumpiga na kumuua na kumtukana, wanamfanyia mambo yote maovu. Lakini serikali ya pili, wale watawala ambao wanasema wameokoka, wanaona haya mambo ambayo yanafanyika kwa watumishi wa Mungu ambao ni serikali ya kwanza mabaya, hawazungumuzi, pia wanachangia. Hebu angalia utawala wa hii dunia. Sizungumzii nchi ya Kenya peke yake, nazungumzia dunia mzima. Injili ninayohubiri, nataka nirekebishe ya kwamba wakati unaniona ninahubiri injili, ninahubiri injili ambayo sio ya Kenya, nahubiri injili ya dunia mzima. Watumishi wa Mungu ndio walikuwa wamepewa nafasi ya kwanza, ndio serikali ya kwanza katika hii dunia. Lakini watu walikuja wakadharau wale watumishi. Hata watu ambao wanasema kwamba ndio wa serikali ya pili, marais, wanaona tu mtu anaamuka anatukana watumishi wa Mungu, anafanya hata madhara kwa kanisa. Lakini hata serikali iongelee maneno. Kwanza inasema kwamba hata makanisa ifungwe. Sasa makanisa yanapofungwa, baa nazo zinaendelea. Unaona? Wale watu ambao wanafanya ukahaba pale katika mitaa wanaendelea, na kanisa limefungwa. Kama ni siku ya mkesha, sheria zinakuja zinasemekana ya kwamba mkesha hata usikuwepo. Lakini walevi, waganga, washerati, wakora wanaendelea na shughuli zao.
Na huu mkesha ndio unafaa usaidie wale watu wakuje pale waokoke, wasikie injili. Lakini unapata kwamba sheria zinatungwa na mamlaka hii dunia za kutishia kanisa. Hii ni vitu zilikuweko hata wakati wa mitume, hata wakati wa manabii. Sheria hizi zilikuja kuhakikisha kwamba injili siendelee. Lakini nataka ni kuhakikisha kwamba injili lazima itaendelee. Hakuna kitu kinaweza kupinga injili na kufaulu. So mtu ambaye Mungu amemuita, hata kama huyo mtu hakusoma kuliko, yani hajasoma kukuliko wewe, lakini Mungu amemuita akamwambia huyo mtu, mimi nimemchagua kuwa mtumishi wangu, heshimu huyo mtu. Unapoangalia siku ya leo hata kwa katika kanisa, kwa nini watumishi wa Mungu siku hizi hata kanisa wamedharauliwa? Watu wanaokuja kwa kanisa wenyewe wameshadharau hata watumishi. Alafu wanataka Mungu awatendee. Umedharau mtumishi, lakini bosi yako yule unafanyia kazi umemheshimu hata kuliko mtumishi. Ile kazi ambayo unafanya yenyewe wewe mwenyewe ni bouncer of bar. Wewe kazi yako ni kulinda pombe, washerati na wezi na makahaba. Lakini bosi anapokuambia kitu unaheshimu. Unapokuja kwa kanisa, pasa anapokuambia kitu unaanza kuinua mkono na kupingana na kupiga makelele na kuandamana katika kanisa na kusema sisi sijui ni kizazi kigani, hakuna kitu mtatuambia. Jaribu kuleta hiyo mchezo sahihi katika kanisa. Mimi nimekuambia hata serikali hii ya utawala dunia isipodili na wewe, sisi tunaenda kudili na wewe. Kanisa halitaingizwa na michezo ndani. Alafu bunge za dunia hii, serikali za dunia hii zinapewa heshima. Mtu hawezi leta mchezo hata kwa bunge. Lakini mtu huyu anapokuja kwa kanisa anaamuka na kuongea hata mavi. Lakini kwa shule hawezi fanya hivyo. Kwa kazi hawezi fanya hivyo. Lakini huyu mtu akikuja mahali kuna mkutano wa injili, anakuja akiwa amelewa na anaanza kuwasumbua. Kwa sababu gani? Wanasema neema ya Mungu inatosha. So huyu mtu amekuja na ako na madharau ndani. Kwa kazi hawezi enda kama amelewa. Lakini anakuja kwa kanisa amelewa na anaanza kusumbua watu. Si hata amekuja kuokoka. Na watu wanasema kwamba huyu ni mlevi tumuache. Wewe unafikiri katika mkutano wa rais wewe mlevi unaweza enda hapo ndani wakati rais anatoa speech? Alafu unaanza kutukana hapo rais. Uliza ule jamaa mwenye wakati Kibaki alikuwa hapa Kenya alipokuwa anatoa speech. Jamaa kaanza kupingana na rais, akaanza kupiga makelele asijui unga imepanda pale Nyayo Stadium. Unaona kinyo walimfanya? Walimkujia wakambeba kumtoa nje, tayari miguu zake zilikuwa zimevunjwa. Kwa sababu gani? Huyo mtu aliingiza mchezo. Na serikali haikusema kwamba neema ya Mungu inatosha, na huyo rais na huyo wale watu waliombeba wameomba tu na huyo Mungu. Kanisa limedharauliwa na mimi nimekataa kwamba kanisa halitadharauliwa. Hiyo kitu nani nimekataa? Kanisa haliwezi kuwa ndio nambari ya kwanza kwa hii dunia kuongoza kila kitu. Alafu watu wanaanza kuingiza mchezo kwa kanisa na kudharau watumishi wa Mungu. Watu wanaheshimu mapolisi, watu wanaheshimu wanajeshi, wanaheshimu watawala wa hii dunia. Mtu akiona hata mwanajeshi anatetemeka, hata mtu akiona tu chief, hata MCA tu wa mtaa, mtu anatetemeka, hata anaweza piga magoti. Na hawezi leta mchezo. Lakini unapokuja kanisani yule mtu ako na michezo mingi sana. Haki ya Mkristo lazima itazingatiwa. Hiyo nakuhakikishia. So nataka nikwambia kwamba haki za mtu aliyeamini ambazo zilikuwa zimeibiwa na wakora wa hii dunia, hizo haki zimesharejeshwa. Na wakati zimerejeshwa kwetu, lazima pia nasi tusimame tuhakikisha kwamba haki zetu tena vile zimerejeshwa. Hakuna mtu atasimama kuja kututetea mchezo. Wakati Mungu alituita akasema kwamba muende mkaongoze wafalme wa hii dunia, endeni duniani kote hubirieni kila mtu. Alijua kwamba hata rais anafaa kupata injili. Alijua mwanajeshi anafaa asikie injili. Rais, Mungu mwenyewe anajua kwamba hata malikia, hata gaidi, hata mganga, kila mtu. Lakini siku ya leo mtu anahubiri injili, anahubiria walevi, tunahubiria washerati, tunahubiria wazinzi, tunahubiria wakora na waganga. Lakini ikifika kuhubiria rais tunaogopa. Ikifika kuhubiria mfalme, malikia, wanajeshi na maaskari na magaidi, wale watu ambao wanaonekana kuwa ni hatari katika hii dunia, inapofika pale hiyo injili inabadilishwa. Sasa tunakimbilia walevi na waganga na tunawacha kuambia rais ukweli mahali ambapo amekosea. Hii ni kazi ambayo tulipewa sisi watumishi wa Mungu. Mtu yote aliyeokoka alipewa hii kazi. Ndio maana Mungu alitutuma dunia mzima tuambie viumbe vyake ya kwamba mahali ambapo wamekosea ni hapa, na tuwarudisha katika njia ambayo inastahili. Hiyo haki ilipewa sisi kwanza watumishi wa Mungu.
Ndio maana nilikuwa nakwambia kwamba serikali ya kwanza ya hii dunia, kwa hapa dunia, ni serikali ya watumishi wa Mungu, serikali ya Injili. Ndio serikali ya hii mamlaka ya hii dunia ya pili, hii ndio inafuata hiyo serikali nyingine. Na hao watu, hata wafalme wa dunia, wanafaa wapate mwelekeo kupitia kwa sisi. Lakini kumekuja kwa kaingiza michezo. Haki za watu waliookoka zikadharauliwa. Mtu anaamuka tu asubuhi anatukana tu kanisa. Mtu anaamuka tu asubuhi anaongelea tu na michezo kwa watumishi wa Mungu. Ndio umeona ule jamaa anaitwa Chief Bernard ameamuka tu anasema ya kwamba hakuna kanisa lenye linaweza okoa mtu aliyeingia kwa Freemason. Huyu jamaa nimemwangalia nikasema huyu jamaa anacheza huyu jamaa. Huyu jamaa kwa michezo huyu. Na I think ameanza kufanya ile michezo yenye Goliath alikuwa nayo. Huyu Chief Bernard ako na michezo yenye Goliath alikuwa nayo. Nimemchunguza nikaona huyu jamaa kuna michezo yenye Goliath alikuwa nayo. Na hii michezo ndio ilifanya Daudi akatoka kwa msitu akaambia kwamba anaenda kukutana na huyu jamaa anaitwa Goliath. Kwa sababu hauwezi kutukana Mungu, hauwezi kutukana kanisa, hata hakuna kanisa lenye linaweza ombea mtu aliye kwa Freemason akatoka ndani. Chief Bernard. Sijui unaongelea kanisa gani? Sijui unaongelea, kama unaongelea kanisa lingine kana lile kanisa ambalo mimi najua, sina shida. Lakini kanisa lenye mimi najua, my friend, utatafuta mahali napeleka ujinga. Tafuta tu mahali napeleka ujinga. Atunasema hakuna mtumishi wa Mungu. Mungu mwenyewe amesema kwamba ametupatia nguvu, uwezo na mamlaka yote juu ya kila nguvu zote za giza. Akasema kwamba, akaambia Petro kwamba kwa huu mwamba nitajenga kanisa, nguvu za giza halitaweza kutingiza ili kanisa. Sasa unaanza kuniambia mambo ya Freemason, ati Illuminati bwana, ati wale sasa wako juu ya Mungu. Huyu jamaa ndio Chief Bernard. Huyu jamaa huyu lazima atakutana na mimi bwana. Huyu lazima akuje kwa meza tukae naye nimueleze kwamba atafute tu mahali atapeleka upumbavu. Lakini kama naongelea yule Mungu nilisema, Mungu mwenye amechongwa kwa mawe, Mungu mwenye amechongwa kwa mbao na misalaba, Mungu amechorwa picha yake, huyo sina shida. Kama ni huyo, hiyo ni sanamu, aongelee kwa hiyo. Lakini muumba mbingu na dunia, bana, uliza Goliath, tafuta namba ya Goliath. Kama una namba ya Goliath, nipigie simu, nitakupatia namba ya Goliath, umpigie, atakueleza. Tafuta namba ya Nebukadneza, tafuta namba ya Herode na Ahabu. My friend, tafuta namba ya ule mwanajeshi mwenye aliambiwa kwamba kesho katika milango ya Samaria kutakuwa na unga, kutakuwa na chakula. Akakataa. Akaambiwa utaona hiyo kitu na utakula. Huyo mwanajeshi mtafute. Tafuta ule mwanajeshi mwenye alikuwa kwa gereza wakati Paulo na Sila walikuwa ndani. Mwanajeshi akaona milango zenyewe na kuta za gereza vile zilitingika. Mwanajeshi aliona maajabu. Akaona hata Paulo na Sila wametoka. Akaanguka chini, hata akasema mimi nitauawa kwa hofu ya serikali ya hii dunia. Lakini wakamwambia usiogope, tuko hapa. Mwanajeshi mwenyewe alisarenda hiyo usiku. Akapanguza wakina Petro, akawakisha wameenda wameoga, akahakisha kwamba amewashughulikia mwili vizuri. Na akasema mnafaa mfike kwangu ili familia yangu leo, mimi na familia yangu lazima tutaokoka. Mwanajeshi akamwambia ukiamini kwa jina la Yesu Kristo utaokoka. Mwanajeshi aliuliza nifanye nini nikaokolewa? Mwanajeshi, unajua mwanajeshi ni nani? Chief Bernard. Aliuliza Petro, aliuliza Paulo na Sila nifanye nini ndio nikaokoke? Wakamwambia bwana, amini, sio kwa msalaba, sio kwa mafuta anointing, sio kwa chumvi, sio kwa mtumishi wa Mungu mimi Paulo na Sila, amini kwa jina la Yesu na utaokolewa bure. Alafu unakuja kusema kwamba ati Illuminati ati wameshinda Yesu, ati bwana Freemason. Chief Bernard, tutafuta mahali napeleka ujinga. Mimi nakwambia ukweli. Tafuta tu mahali napeleka ujinga. Lakini sio kwa ajili ya Yesu Kristo. Kama ujue habari za Mungu, kuja wakae chini tutakufundisha bure. Ujue habari za Mungu, lakini hautaleta michezo za Goliath katika Injili. Hatutaendelea kukubali watu walete michezo katika Injili. Tunajua haki ya Injili, tunajua haki zetu kama watu ambao tumeokoka. Bwana, usifikiria kwamba tumeokoka na tujue haki zetu. Na usiingize mchezo kwa wokovu. Kama hujui wokovu, kaa chini utulie.
Patana na watumishi wa Mungu wa ukweli wa kufundisha wokovu nini, utulie, utajua. Wewe sio mtu wa kwanza hata kuingia Freemason bwana. Freemason hata ilikuweko hata kabla hujazaliwa. Wewe ni mtoto mdogo sana vile unasemanga. Mtoto mdogo mpumbavu. Sio yule mtu mwerevu, mtoto mdogo mpumbavu, Chief Bernard. Ambao unafaa urudi kwa akili. Unajua kwamba ule Mungu unazungumzia kama ni ule ako kwa msalaba mwenye amechomwa, basi huyo sina naye shida. Lakini Yesu Kristo, yule mwenye mwanajeshi alisema nifanye nini, akaambiwa na Paulo amini kwa jina lake. My friend, yule Nebukadnezar alisema nimeamini, yeye ndiye anachagua mfalme na anamfanya vile anataka, anaweza kumfuta wakati wote na weke mwingine. Tafuta na Nebukadnezar. Kama uwezi kufikia Nebukadnezar, mimi niko hapa, kuja nitafute, nikae chini nitakueleza. Hiyo michezo tafuta mahali napeleka. Lazima haki za watu walioamini zitaheshimiwa. Na zitaheshimiwa na kila mtu aliye katika hii dunia. Awe rais, awe mfalme, awe mwanajeshi, au ukue polisi, ukue gaidi, ukue nani. Lazima utaheshimu haki za watu walioamini. Na sisi ambao tumeamini lazima tujue haki zetu na kusimama na kuzitetea. Kuna siku watu wengine wakaletea Paulo michezo, atasihubiri injili. Paulo akaambia bibi, na mimi najua haki yangu. Na hii injili lazima nitaihubiri. Walevi waweze kuwa wanalewa, wanapiga kelele katika mabaa. Alafu mkesha wa Wakristo ndio tunaambiwa watu wanapiga kelele. Na pale hakuna kitu ya mtu imeibiwa, pale hakuna mtu mtoto wa mtu amelewa. Pale unapokuja kila mtu anakaribishwa atubu dhambi zake, ajue ukweli. Hapo ndio mnakuja kutishia kanisa la Mungu. Badala ya kwenda mtafuta mali shababu, badala ya kwenda mtafute walevi na waganga, muwatafute, muwafundisha habari za Mungu. Mnakuja kutafuta watu ambao wameshajua ukweli, watu ambao wamejua mambo mema ya kutenda, wanayatenda hata bila nyinyi kuwafundisha. Natenda mambo ya Mungu mema hata bila kusoma katiba ya nchi. Ninajua Biblia hii inanitosha, hata bila kusoma katiba ya nchi. Ninajua wizi ni mbaya, ukora ni mbaya, ujambazi ni mbaya. Ninajua si lazima nisome katiba ndio nijue wizi ni mbaya. Nikisoma neno na hata nisiposoma neno, Mungu atanifunulia mwenyewe kwa ufunuo. Lakini mnaanza kuingiza michezo kwa injili. Watumishi wa Mungu wanaweza tu kuchukuliwa na michezo. Siku hizi kila mtu anaamuka tu kwa mtandao, na kuongea kwa kanisa. Hata mtu mwenye ajui mambo ya kanisa anaamuka tu, anaanza tu kuongea. Kuna wale hata nimeona pale Githurai. Kuna wengine hata naona pale sijui hata Jakaranda. Watu wanaamuka tu asubuhi na wanaanza kuongea vitu zao. Wanaongea kwa watumishi wa Mungu. Hata wenyewe ni walevi na ni wakora. Badala washughulikie ukora wao, watoke katika ukora, watoke katika uganga, wanakuja kusumbukana na ule mtu ambaye Mungu ameshamchagua, amempaka mafuta, na huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Wale watu ambao mnajikusanya katika sijui ati bunge la wananchi, alafu mnaanza kuongelea kwa watumishi wa Mungu na mjui maandiko, hamujafunuliwa mambo ya wokovu vizuri, hamuelewi. Sasa nyinyi ndio mmekuwa walimu wa injili na hamujaokoka. Tafuteni mahali mnapeleka ujinga. Mimi nawaambia ukweli. Kama hujui mambo ya Mungu, achana nayo. Waachie wale watu ambao waliitwa wafanye hiyo kazi. Lakini hautakuja katika kazi ambao haujui na unataka kujaribu kufanya na kuambia watu ati ndio najua. Unakuja kupotosha watu. Kujeni polepole. Wakati naanza kuongelea kanisa, wakati naanza kuongelea Mungu, chunga kinywa chako na ukuje polepole. Kama hujui kitu, uliza. Nyinyi wenyewe hata hamtaki kuhubiriwa injili. Wanapowahubiria injili, mnataka injili za kuwafurahisha. Mnataka waambia kwamba kama ni pombe mkunywe kidogo lakini msilewe. Mnataka injili za kuambia kwamba muoe mabibi wengi kama Daudi, kama Sauli, kama Abrahamu. Hizo ndio injili mnataka. Hapo mtakuja kwa ile kusanyiko, mtafura pale. Lakini mnapotoshwa, hamtaki kupata ukweli. Lakini mimi niko hapa kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu itaenda kulingana na vile Mungu alipanga. Licha ya mamlaka yoyote katika hii dunia kuinuka na kukubali na kukataa, hiyo sitaki kujua. Lakini chenye nataka kujua ya kwamba kazi ya Mungu itaenda kulingana na vile Mungu anataka. Na hivyo ndio tutaifanya. Ikikufurahisha kulingana na vile Mungu amesema ni sawa. Ikikukasirisha haina shida, tutaendelea nayo. Hatuhubiri injili ya kutufurahisha hata sisi wenyewe. Hatuhubiri injili ya kufurahisha mtu. Tunahubiri injili ambayo Mungu anataka ihubiriwe. Ikikupata ufurahi ni sawa, ikikupata ikutengeneze, ikufundishe ni sawa. Lakini hatutakuhubiria injili ambayo unataka.
Kama ni hivyo, hata sisi wenyewe tungekuwa tunahubiri injili ambayo tunataka na tungekuwa na mamlaka ya kufanya vitu ambavyo tunataka. So haki za mtu aliyeamini lazima ziheshimiwe. Na jambo la kwanza nimekuambia kwamba sisi kama watu ambao tuliamini, hata mtu kama hajasoma, hajakuwa na mali, huyo mtu, angalia Musa anaitwa akiwa mtu ambao ni kigugumizi, anaanza kutoa sababu. Angalia Yeremia, angalia hata Gideon. Mungu anapokuita kwa serikali yake ya kwanza akuokoe na nakupatia kazi, hata atakutuma kwa jeshi. Na hii ndio vitu ambavyo vilifanya hata Naamani akaanza kukosana na mtumishi wa Mungu. Ameenda kwa mtumishi wa Mungu, anampatia vile anafaa afanye, anaanza kusema hata kwa ile mito mnaniambia nende nioge ndani, mahali nimetoka kuna mito mizuri misafi mizuri ya my friend. Sikia sauti ya Mungu. Hata ukiwa mwanajeshi unafaa uheshimu mtumishi wa Mungu chenye anakuambia. Lakini siku hizi mtumishi wa Mungu, mwanajeshi akimuona yule ambaye hajakubali kuongoza na Mungu anamdharau. Uliza Naamani alikuwa nani? Nimekuambia kuna mwanajeshi alikufa kwa sababu ya kupingana na sauti ya Mungu. Mpendwa, kukuwa mwanajeshi sio mbaya, kukuwa rais sio mbaya, kukuwa polisi sio mbaya, kukuwa mbunge sio mbaya, kukuwa mwalimu sio mbaya, kukuwa pilot, kukuwa nani sio mbaya, engineer, haina shida. Lakini inaposikia sauti ya Mungu, usilete hiyo kazi yenye Mungu amekupatia ya pili ikawa ndio inaanza kukuongoza katika hii kazi ya kwanza. Ndio maana pia kuna mahali pia hata watumishi wa Mungu tunaangukia. Paulo alipokuwa anahubiri injili, wakati inasemekana kwamba alikuwa hata anatengeneza mahema, Paulo akaanza kuambia kwamba mimi ni contractor, alafu mimi ni apostle. Paulo alisema kwamba mimi kama mtume, siku ya leo mtu ambaye ameitwa mtume, mtu ameitwa kuwa nabii, anaanza kusema mimi kwanza ni doctor, mimi sijui ni contractor, mimi sijui ni engineer, alafu anasema baadaye yeye ni title ya Mungu anahitaji ya mwisho, mimi ni pastor, mimi ni reverend, mimi ni bishop. Lakini ameanza na doctor, ameanza na engineer, ameanza na cheo cha dunia. Ni kizuri hata Mungu ndiye amekupatia hiyo kazi, lakini kwa injili bwana, unaposimama tueleze kipaji chako. Sema mimi ninasimama hapa kama nabii, mimi nimesimama kama mtume, nimesimama kama mchungaji. Mambo ya udaktari katika mambo ya injili wachana nayo. Na ndio naona hata madaktari walipingana na mambo ya Sara. Walisema ya kwamba hawezi kuzaa akiwa na miaka 90. Hii walianza kupingana. Ukitaka kufaulu katika mambo ya Mungu, wachana kuingiza hekima yako katika ya mambo, kubali. Because mambo ya Mungu iko juu ya masomo ya hii dunia. Injili iko juu ya kila kitu. Injili ndio final. Unaposikia mambo ya kutoka kwa injili, muradi ni sauti ya Mungu. Wachana watu ambao wanainuka na msisimuko. Wale watumishi wanainuka tuna maneno alafu wanaongea vitu ambavyo sio ya Mungu. Unaposikia sauti ya Mungu, iko juu ya sauti zote. Hata daktari kama alikwambia hivi na Mungu anakuja anasema fanya hivi, fuata hiyo sauti. Hiyo iko final. Lakini siku ya leo unataka kusikia sauti ya Mungu na unataka kusikia sauti ya mtu mwingine pale, ambayo inakuja na kupotosha. So, haki za watumishi wa Mungu hizo nazo lazima zizingatiwe. Na mtumishi wa Mungu mahali penye uko popote, sikia hii habari nakwambia. Sikia mzuri, na mtu asijaribu kukutisha katika hii dunia. Ujue kwamba wewe ni Mungu alikuchagua hata kabla hajakuumba. Kabla mama yako na baba yako hawajakutana, alikuwa ameshakuchagua na amesema kwamba utakuwa mtumishi. Na akakupatia hicho kipaji, kifanyie kazi bila uoga. Enda kuhubiria madaktari, enda kuhubiria serikali, hubiria wafalme, hubiria maraisi, hubiria machifu, hubiria magavana. Na magavana mnaposikia hizi habari, mzitii. Msiingize ujuaji wenu pale. Kama utaki habari za Mungu achana nazo, lakini usiingize. Usikuje kwa injili na ugavana, usikuje kwa injili na udaktari, usikuje kwa injili na uinjinia wako bwana. Usikuje kwa injili na uaskari wako bwana. Wachana huyu askari. Unapokuja kwa injili, baki ukisikia sauti yake vile amekuambia na uheshimu, utadumu. Lakini ukikuja kwa injili na utajiri wako, ati mimi sijui mimi ndio tajiri, mimi sijui ndio msomi, mara mimi sijui ni nani, na cheo chako cha hii dunia, unataka kiongoze injili, itakulemea. Angalia katika Biblia, watu wote waliojaribu na vioo vyao kutaka kuongoza injili walishindwa. Nimekuambia hata Farao alishindwa. So nataka nimalize ujumbe wa siku ya leo nikisema hivi. Tafadhali mtu yote mahali penye unaposikia mtumishi wa Mungu wa ukweli, muheshimu. Anapokukujia vile unaelewa amekukujia tofauti na hivyo, heshimu hiyo sauti. Itakusaidia.
waliheshimu sauti ambayo ilikuja tofauti na vile walikuwa wanatarajia, walipata faida. Angalia katika Biblia, kuna watu wengi ambao hata kulingana na sheria ya dunia ilikuwa ni ngumu sana mtu kuendea mfalme bila appointment, lakini Esther alienda pale. Mimi nakwambia mambo ya injili ni tofauti. Usijaribu kuingiza mambo ya injili na hii mambo ambayo unajua na akili zako, hii itakulemea, hii mambo itakushinda. Hata ukiwa mtumishi wa Mungu itakushinda. Ukitaka kuwa mambo ya Mungu kuwa rahisi kwako, vile nimekuambia kuanzia jana, hakuna kazi rahisi kama kazi ya injili, kwa sababu sio wewe unaifanya, ni Mungu anaifanya ndani yako. Hii kazi vile inakuwa rahisi. Ukitaka kufaulu katika hii kazi, unawachana na akili zako. Akili za kibinadamu ndio adui ya kwanza wa injili. Unawachana na akili zako, unakuwa mjinga, unakuwa kipofu. Kipofu hawezi kujiongoza. Kipofu anayejiongoza huyo ni mkora. Huyo si kipofu. Ukitaka kuwa mtu katika hii injili ufaulu kuwa kipofu, mwachia Mungu kila kitu, atakuongoza. Usimwambie unajua kulingana na masomo hivi ndio kunaenda. Bana, kulingana na Mungu ni tofauti na hivi vile unafikiria, my friend. Mtakosana Mungu. Mimi nakushauri. So nataka haki za watu waliookoka ziendelee kuheshimiwa na kila mtu anayeishi katika hii dunia. Na sijasema ya kwamba sasa wewe mwenye umeokoka unyanyase wengine kwa sababu wewe ndio umepewa nafasi ya kwanza. Hapana. Sijasimama hapa kutetea waliookoka peke yao na kunyanyasa wengine. Hapana, nimesimama kwa sababu leo ninaongelea haki za mtu aliyeamini, na hata tena nitaongelea za mtu ambaye hajaamini. Kila mtu ataheshimiwa. Lakini siku ya leo mambo ya kuheshimu watu ambao hawajaamini hata habari za Mungu, na inafika katika habari za Mungu wenye maamini wamechaguliwa wakuja waongoze, ndio mnawadharau. Hiyo haitafanyika sasa. Kwa hii dunia, sizungumzia hapa Kenya, kwa hii dunia haitafanyika. Nataka kuhakikisha kwamba kila kitu kilainishwe kulingana na vile Mungu alitaka. Na habari hizi unapozisikia, hakikisha kwamba unapozipata na kuna mtu hajazipata, hakikisha kwamba zinamfikia, ya kwamba kanisa litaheshimiwa, watumishi wa Mungu wataheshimiwa, na watu wote katika hii dunia wataheshimiwa. Lakini kwanza, mahali nimekuja nikaona michezo, watu wamekuja wakadharau kazi ya Mungu. Na hapo ndio maana nimesimama kurekebisha ya kwamba haitawezekana. Watu hawatasimama na kuheshimu mahali wanafanya kazi. Watu hawatasimama na kuheshimu mahali penye wako katika vyama. Watu hawataheshimu sheria zote za mahali wanasoma, sheria zote za biashara, sheria zingine hata ambazo hazifai, ni za kishetani wanaheshimu. Lakini ninapofika katika sheria ya injili ambayo haikuui, unaanza kuingiza michezo. Hiyo haitawezekana. So wafalme, nawaomba tafadhali, nyinyi mlipewa nafasi yenu ya pili, muheshimu watumishi wa Mungu, na watumishi wa Mungu pia watawaheshimu. Huo ndio Mungu anasema. Mungu anasema kwamba yote anaye niheshimu nitamheshimu, yote anaye nidharau, Bwana Mungu hawezi kumpatia heshima. So watumishi wa serikali ya hii dunia, wafalme, wa malikia, kila mtawali yote aliye katika hii dunia, heshimu mtumishi wa Mungu. Na uhakikisha kwamba vile wewe unapewa heshima zako na vile unadai hata haki zako katika serikali, pia uhakikishe mtu asikuje kuleta mchezo kwa watumishi wa Mungu na uko pale. Na unasema ya kwamba pia umeokoka, alafu unaona tu watu wanaingiza michezo. Kama wakati wa Shakahola, makosa ambayo yalifanyika Shakahola yakapatikana na mtumishi mmoja, ikasemekana kwamba makanisa yote ifungwe. Kwa sababu gani? Bwana, tafuteni yule mtu ambaye amekosa, mdili naye. Lakini msiamuke tu asubuhi ati mimi kama Jesus nimekosa, alafu naamuka asubuhi kwanza kufunga makanisa yote. My friend, hiyo mambo haitafanyika bwana. Tafuta mtu ambaye amekosa, dili naye. Hata Biblia inasema kitambo ilikuwa mzazi akikosa, mtoto akikosa, mzazi anatafuta na kamatu. Lakini siku hizi mwenye amekosa ndiye anakamata. Hata siku hizi dhambi ya baba yako haiwezi kukufuata bwana. Soma Biblia vizuri. Dhambi ya nyanya yako haitaweza kukufuata. Wachana vitu za kukusumbua ati sijui dhambi ya nyanya yangu itanifuata, sijui mimi katika ukoo wetu. Wachana hizo vitu. Makosa yako tu. Kila mtu atalipwa kwa kile kitu amefanya. Makosa yako yenye unayafanya utalipwa kwa hayo. Usianze kuzingizia sijui babu yako na nyanya yako hawakosiki. Kila mtu atalipa gharama ya makosa yake yenye amefanya, sio makosa ya babu yako alifanya. Hiyo iliisha. Mungu alisema hivyo. Kila mtu atabeba mzigo wake. So serikali, mtu akifanya makosa, kama ni mhubiri mmoja, tafuteni huyo mtu, wekeni yeye chini,
Lakini msikuje kuanza kuingia kwa kila mtumishi na kutoa sheria moja kwa sababu ya mtumishi mmoja yule. Hapo mahali muende mkae chini na mjiangalie. Msiokuwa watu tu kuamka asubuhi na msisimuko zenyu na kuleta mchezo kwa injili. Hapana, hiyo msifanye. Na wapate tu ushauri bure. Hakikisheni ya kwamba chenye mnafanya kinatokana na Mungu. Hata watumishi wa Mungu niliwaonya jana, usiamuke tu na jambo lenye hauelewi na kuanza kuambia watu Mungu anasema. Hapana, hakikisha chenye unasimama kama mtumishi. Kama hauna kitu cha kuzungumza cha Mungu, achana nacho, kaa chini. Kuliko zungumza mawazo yako alafu fanye injili anze kutukana. Hiyo ndio shida ambayo tumepata. Daktari, ninakuheshimu. Sina naye shida. Matajiri ninawaheshimu. Polisi ninawaheshimu. Wanajeshi marafiki zangu ninawaheshimu. Marais ninawaheshimu. Kila mtu. Lakini unaposikia sauti ya Mungu, usimix wanajeshi wako na hiyo sauti. Inakuja tofauti na ile training ulienda. Na ukipingana nayo utaona, wewe mwenyewe utashuhudia. Mimi nakwambia soma Biblia vizuri uelewe. Mungu anapokupatia hata biashara ufanye, kuna wakati Mungu atakuletea vile hiyo biashara inafaa kuendeshwa. Unaweza endesha hiyo biashara kinyume na vile dunia inajua na utafaulu. Mungu amekwambia, fuata ile neno Mungu amekwambia. Kama sio Mungu, wewe endelea tu kulingana na vile Mungu anataka. Usiingie na msumuko yako, itakusaidia. Na hii ndio changamoto ambayo tumepata katika injili. Ninapomalizia, unapata ya kwamba mtu ambaye ameitwa anakuja kufundisha watu hata mambo ya biashara, mtu mwenyewe hajasomea biashara. So inakuwa ngumu kwa mfanya biashara kusikiza huyo mtu. Unapata hata mtu ambaye atakuja kukuponya, huyo mtu Mungu anasema kwamba atatamka tu neno la uponyaji kwako. Huyo mtu hata mambo ya udaktari hajasomea. So wewe ni daktari, unajua kwamba ndio mtu apone lazima atumie dawa, lakini mtu amesema kwa jina la Yesu umepona. Unaona kama huyo mtu anapotosha watu. Unaanza kusema kwamba haya ni mafundisho yenye itikadi kali. My friend, ule mtu aliyekuwa pale kwa mlango mzuri, alikuwa pale akiombaomba pesa, hakuna mtu alimsaidia. Mwanamke aliyetoka na damu miaka 12 alienda kwa madaktari wote na waganga na washauri wote, hakuna mtu alimsaidia. Lakini alipofika kwa Yesu mambo yake ikakwisha. Ukifika kwa Mungu, hapo ndio mwisho. Mahali ambapo marais wameshindwa, serikali ya dunia imeshindwa, wazazi wako wameshindwa, kampuni imeshindwa, marafiki wameshindwa, mahali ambapo kila kitu kimeshindwa, inapofika kwa Yesu tena usiongeze kitu kingine, kubaliana hiyo sauti. Sauti ya Mungu ndio final. Sasa wewe Mungu anakuambia kwamba hapo ndio umefika, fanya hivi na hivi, unaanza kubishana kama Naamani. Hata kuna mito mizuri mahali nimetoka. Kama unakwenda huko kwenda kwa hiyo mito, kama ulijua kwamba utapona, kwa nini ukwenda kwa hiyo mito? Nataka nimalizie pale. Injili hii inaendelea kuhubiriwa katika mitandao mitatu. Facebook hapa, channel ni Believe Obey. YouTube ni Believe and Obey the Only True God. Na TikTok, Believe and Obey Jesus Only. Wale ambao mnafuatilia hizo ujumbe, Mungu awabariki na mchukue hizo ujumbe mpeaneni kwa wengine. Injili ya ukweli kahubiriwe duniani kote. Vile Mungu alisema ndio mwisho utafika. Mwisho hauwezi kufika na injili za waganga na wachawi, hapana. Mwisho utafika mpaka ukue kila mtu aliye katika hii dunia ameipata injili, ndio siku ya hukumu ikifika asianze kusema hakusikia. Mungu ni Mungu wa haki. Anataka kukuhukumu kwa kile kitu ambacho ulisikia. So unaposikia injili ya ukweli, sio kwa mimi peke yangu, kwa mtu yoyote mtumishi wa Mungu wa ukweli anapohubiri injili, unapoisikia, hakikisha kwamba ile injili umeichukua na umeisambaza kila kona ya dunia kwa uwezo ambao Mungu atakupatia, ili watu wakaipate, ndio siku ya hukumu usianze kutoa sababu. Kwa hayo machache, mkawe na wakati mwema. Mungu awabariki na kila mtu Mungu akamtimizie mapenzi yake, na neno la Mungu litaendelea.